Mkuu wa majeshi wa Uganda Jenerali Muhoozi Kainerugaba ameingia tena kwenye vichwa vya habari baada ya kutoa tamko rasmi la kuomba radhi kwa serikali ya Marekani. Hatua hii imekuja kufuatia mfululizo wa jumbe zenye utata na zenye mrengo mkali wa kidiplomasia ambazo alizichapisha kupitia ukurasa wake wa mtandao wa kijamii wa X, ukijulikana zamani kama Twitter. Katika kile kilichoonekana kama jitihada za kuzima moto wa kidiplomasia, Jenerali Muhoozi amefuta jumbe hizo zote ambazo hapo awali zilizua maswali mengi kuhusu msimamo wa kijeshi wa Uganda. Katika jumbe hizo ambazo sasa zimeondolewa, Jenerali Muhoozi alishutumu ubalozi wa Marekani uliopo jijini Kampala kwa kile alichokiita kuingilia siasa za ndani za nchi hiyo. Alidai kuwa ubalozi huo ulikuwa unajihusisha na harakati za vyama vya upinzani nchini humo, jambo ambalo ni kinyume na itifaki za kidiplomasia. Hali ilizidi kuwa tete pale alipotangaza uwezekano wa kusitishwa kwa ushirikiano wa kijeshi kati ya Uganda na Marekani, kauli ambayo ilizua taharuki na wasiwasi mkubwa miongoni mwa wadau wa usalama katika ukanda wa Afrika Mashariki. Ili kurekebisha hali ya mambo na kurejesha amani, jenerali huyo ameeleza kuwa tayari amefanya mazungumzo ya ana kwa ana na balozi wa Marekani nchini Uganda. Kupitia mazungumzo hayo, amewahakikishia wananchi wa Uganda na washirika wa kimataifa kuwa uhusiano wa kihistoria na kijeshi kati ya mataifa hayo mawili bado uko imara na haujatikisika. Amehitimisha kwa kusisitiza kuwa Marekani inaendelea kuwa rafiki mkubwa wa Uganda, akijaribu kuweka sawa taswira ya nchi yake mbele ya jumuiya ya kimataifa. Hatua ya mkuu wa majeshi wa Uganda Jenerali Muhoozi Kainerugaba, ambaye pia ni mtoto wa rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni, inachukuliwa kama ni hatua nzuri ya kidiplomasia kwa taifa la Uganda, ambapo ameamua sasa kuweza kufuta jumbe hizo ambazo alikuwa ametoa maneno ambayo ni ya kushtua kidogo kuhusu Marekani kwamba inaingilia kati masuala ya kisiasa katika taifa hilo, ambapo aliushutumu balozi wa Marekani nchini Uganda kwamba inajihusisha na harakati za vyama vya upinzani katika taifa hilo. Lakini baadaye akaona sasa kuna wajibu wa kuweza kwenda kuomba msamaha katika ubalozi huo na kutaka mahusiano kati ya Uganda na Marekani yaweze kusalia kwa mazuri kabisa. Hivyo hapo awali aliitoa kauli ya kutishia kidogo ya kusitisha uhusiano baina ya jeshi la Uganda pamoja na jeshi la Marekani, lakini baadaye hii leo ameweza kutengua kauli zake hizo na kusema kwamba ushirikiano kati ya Marekani pamoja na Uganda utabaki kuwa thabiti na wenye nguvu na mzuri kabisa, ambao utakwenda kuonyesha ni kwa jinsi gani ambavyo mataifa hayo mawili bado yana nguvu kubwa na yana nguvu ya kuweza kusaidiana kwenye mambo kadha wa kadha. Sasa mtazamaji wetu wa Zone Media, tuko hapa kukuletea update zote zinazojiri duniani leo hii. Cha msingi tu ni kuweza kuwa karibu na sisi kwa kusubscribe channel yetu, kulike video zetu, kucomment pamoja na kushare.